Wafalme wa kwanza 6 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Niwekee kwa sikini kama inawezekana. Wafalme wa kwanza 6 mstari wa kwanza hadi 4. Neno la Mungu linasema, ikawa katika mwaka wa 480 baada ya kutoka wana wa Israeli katika nchi ya Misri, katika mwaka wa 4 wa kutawala kwake Suleiman. Nimekosea. Wafalme wa kwanza. Acha nione vizuri kama nimekosea. Sita mstari wa kwanza. Ni hiyo tu. Endelea kidogo, soma tu tuendelee. Usikie kama ni hapo. Ikawa katika mwaka wa 480 baada ya kutoka wana wa Israeli katika nchi ya Misri, katika mwaka wa 4 wa utawala kwake Suleiman juu ya Israeli, katika mwezi wa Zivu, ndio mwezi wa pili, akaanza kujenga nyumba ya Bwana. 2. Naye nyumba hiyo mfalme Suleiman alijengea Bwana. Urefu wake ulikuwa mikono 60 na upana wake 20 na kwenda juu kwake mikono 30. 3 inasema, na ukumbi mbele ya hekalu la nyumba urefu wake ulikuwa mikono 20. Some wa pili, Wafalme wa pili, samahani, Wafalme wa pili tusome. Na sikukosea. 6:10 na mstari wa kwanza. Neno linasema kwamba kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. 2. Basi twende mpaka Yordani, twakuomba tutwae huko kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. 3. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi na kusihi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. 4. Basi akaenda pamoja nao, nao walipofika Yordani wakakata miti. Soka kidogo na point hapo nataka nipate. Soka mpaka 5. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. 6 nasema, mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali. Akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Bwana kubariki. Ya Yesu makofi. Hapo imetuonyesha Elisha alikuwa ni mtumishi wa Mungu akiwa na watu wake, kundi ambalo lilikuwa liko chini yake. Pia nasema kwamba wakamwambia kwamba mahali hapa tunapokaa ni mahali mpinyu sana, ni sehemu imekuwa ndogo, wakataka wapanue chengo. Tunaona kwamba nimesema kwamba wabeba maono ni gani? Tunaona ni hao watu walikuwa na maono. Tumishi mchungaji anasakuwa na maono, lakini hata penya mwenyewe asipokuwa wale ambao wanaongoza wana maono makubwa. Nataka nielewe hivyo vizuri. Mchungaji ana neema ya maono, maana hawezi kuitwa kwa mchungaji akiwaongoza watu bila maono. Lakini wabeba maono ambao wanamsaidia ni wale washirika. Wakati Musa akitoka Misri, ameleta wana wa Israeli. Amefuka baba yake baba mkwe Yethro. Akamwambia kwamba haya watu hutawaweza wote kuongoza. Hao watu. Weka watu wengine kama 70 kwa kusaidia. Bila hiyo ofisi yako itatofika. Maana sidhani kwamba mchungaji anasema kulibeba kanisa na liombea, anafanya mambo mengine mengi yale hapo pale hapo vile, tena wale maono mengine ya kufanya moja mbili. Lakini kanisa linaweza kubeba maono makubwa, kufanya vitu vile hata mchungaji anashangaa. Kwa mfano unaweza kuja kwa mambo kama haya, mchungaji ana nafasi ya kuja jua kwamba tena kuja tena kupata vitu vimetendeka. Na watu wanabeba maono ya kufanya vitu. Wale watu wakamwambia Elisha kwamba tunaona watu tunapokaa ni kingi sana.
hebu tuende kukata miti na kucha tukachenge tena sehemu kubwa. Kwa nini Elisha hakuambia wao? Wao walikuwa na maono makubwa. Jambo linalonifurahisha ni kwamba walimhusisha. Maono yako yanahusisha watumishi wa Mungu. Na unapoyafanya pia baada unaweza kuhusisha watumishi wa Mungu kukusaidia mahali. Kwa hivyo tunaona kwamba walimhusisha wao kutaka kwenda wenyewe, walienda na mtumishi wa Mungu. Unapoenda kufanya maono yako na maono yako, enda na vile mtumishi wa Mungu anatakikana. Usiende kinyume na utumishi wa Mungu. Maono yako yao yatajenga kanisa. Kwa hiyo yataleta manufaa kwa watu wote mpaka huduma ya mtumishi. Kwa hivyo maono yanapekwa na washirika vile tunavyoona. Wanakuwa na maono. Nakumbuka miaka tumeanza huduma hii. Nilipoanza hapa, labda mimi sikuwa na maono zaidi sana. Kanisa hili limekuwa na maono sana kwa miaka kuanzia miaka kama tumeanza hapa na ingine sina tatu. Wasee wa kanisa walikuwa na maono. Kama wasee tokeo mzee wa kanisa maono. Msishangae nikisema hivyo, si kwa ubaya. Walikuwa na maono sana. Wakasema basi tunataka kanisa letu liwe na vyombo. Ndio mtu kupeleka na rudi na mzee wa kanisa hiyo. Wewe mimi nilikuwa nimeshaanza labda nitaenda mara ya kwanza tutaenda na rudi. Ndio kununua wakati mic, kununua mic. Ndio kununua mic na amplifier kule tutoa zilikuwa sasa channel 3 sini hiyo. Sasa katika hata hapa hiyo ndio hapo. Tutaenda kununua zile tunaita bucha, singa bucha. Ndio tutanunua na vile tulinunua vidogo kuvichaji. Tulinunua vyombo vyetu vya mwaka 1999. Kanisa hili vyombo vilikuwa kwa maeneo yote, hata commission kulikuwa na vyombo. Nakumbuka ile kwa overseer, ikiwa kama mwandishi wake ni kwa mwandishi wa overseer miaka hiyo. Hapo na vyombo. Ama kanisa wote hata kwenda kutoka ngisho hapo na vyombo. Tulikuwa na vyombo, watu walikuwa na kuhisia tusaidie vyombo ni kama kufanya tu. Hata dogo, tulikuwa ni kitu cha maana tunafanya. Ilikuwa hiyo maono tulianzia hapo. Kwa na maono katika kanisa letu. Nakumbuka hata wakati wa kufanya mkutano wa pastors wale ambao walikuwa ndio wanasimamia mwenyekiti. Nataka tuwaombe hiyo vyombo. Tunataka kuifikasia kabisa. Tunasema hiyo hatutakoa. Wakaniambia wasema mambo kama mchungaji hatuwezi kutoa vyombo wale. Wasema tumeachia kamati ya kanisa. Kwa hiyo nilikubali kuchukua na mama kwa sababu ilikuwa ni ya kanisa. Kwani nilikuwa nimekata maombi ya kutoa vyombo hivi. Kwanza kuwa na maono mazuri. Tulikuwa kwa maono mazuri sana kanisa hili. Na mpaka sasa naendelea na maono. Bila maono yanazidi kuendelea. Tunasema kwamba lazima tuwe watu wa maono. Bado nimetoka hapa. Nikapelekwa 206. Nilisafiri kuleta hiyo habari. Bali nilipokuwa kupelekwa, kulikuwa kanisa halina chochote. Na nimetoka mahali kuna maono. Lakini ile neema tulitoka nayo hapo ilinisaidia. Nikaenda mimi ndio tu nilishe kwa kupiga kama kofi. Kama tu kulikuwa na kangoma ilikuwa kilimo kama kiongozi. Kale katoka kwa kama kandelio tena nafanya. Kama toboka hivi. Sisi kwa ninajua kucheza kwa maana kanisa ilikuwa ya kwanza ilikuwa napiga ngoma sana. Ndio mwimbaji ndio kiongozi ibada ndio mnenaji. Maana ilikuwa na mama wawili hata mama watatu mzee. Mungu alikuwa nikapata watu waanza kuimba vizuri. Watu wanaanza kuogopa watu na ibada. Mimi nikaendelea. Wakati ukiangalia kanisa bali kutoka nilikuwa nimefurika hivi. Kwa hapo nilikuwa nimefurika wakati hakuna. Kaenda kwanza na watu wachache. Haya pale tena nilipoenda kanisa lenyewe ni vumbi, ile mchanga, ile sehemu. Ni mchanga tu akajaza Biblia inaishia ndani. Kanisa lilikuwa ilikuwa imeshindwa ndani. Ikeni. Robo tigeko. Mimi kabisa wikaeko. Nakaa kiti chini sana. Nakumbuka siku moja nikaona hivi, mshirika wangu akaruka mipaya akateresa. Mama, nimekaa pale mbele. Sikufurahia. Hiyo nikaanza kuinua maono na mimi nikasema hapo Mungu nisaidie nione. Kanisa matoleo ni chini. Kama kuna kitu anatoa unakuta mtu analeta ya unakuta ni hivi moja hiyo. Kitu hiki kitabu. Ameshikilia ndio sadaka. Hata kuvaa hata bila unakaa hadi anakaa kimaisha. Ile chini sana. Sehemu nyingine ni shangaa nzimani zimekuja. Nikaanza chini sana. Nasumbukia juu ya maono wapenda. Tulingangana lakini Mungu akanisaidia. Kitu nisaidia ni maombi. Mungu akanisaidia kwa maombi mara nyingi sana. Na maombi kanisababisha watu wale wakanichangamkia wakanikaribisha. Maana wakaniambia tangu tulete wachungaji hakuna mchungaji naona akiwa hapa
anapenda kuomba ama atapeana hapa kanisani. Kwa hivyo nilikuwa tukienda tu wanakuja wazee vijana wale majani wale wanaokoka wakaanza kuja kuniona kunitembelea, tunakaa na tunaomba tunakesha mpaka asubuhi. Ukawa maoni katokea hapo. Wale wazee wakapenda, wale jamaa walikuwa wanakuja wakapenda tuwe tunaomba mpaka asubuhi tunakesha. Wakisikia basi anakuja wananipenda sana. Unakuta Jumamosi, unajua kwamba Jumamosi basi atakosa kuja, atakuja hapa. Kwa hivyo hii ilisaidia sana kazi ikapenya. Hatuna vyombo. Tukaendelea tukaanza kununua sasa. Nikawa na maono. Kabla ya kununua vyombo, nataka nizungumze kidogo hapo. Ile miti nikaona hii miti ikakaa hapa kanisani. Sikiliza vikingi vile kule roho. Na hapa tukua kanisa ambao lina benchi nzuri tu. Wakati nilikuwa tabla tika zitakuja. Walikuwa watu hawana wanaje walikuwa wanajua mambo yake. Nikaambia kanisa mnaonaje kufanyaje? Tunataka kama tuko wachache. Mwingine akaniambia basi mimi nimetoa mti mkubwa wa ndege wa kupasua kwa mbao. Tutapasua tufanye tengeneze benchi. Nikamwambia mtu wangu tayari tuone hakuna kupasua benchi, kutengeneza benchi. Nataka tuende tuwe na maono ya kununua vitu vya plastiki. Wakaona ni mchezo, kama tutaweza hiyo basi. Maana kwa bado haijaendelea sana kwa makanisa yetu. Tunasema tunataka kufanya hata mchakato kidogo tukiita wageni. Ndio atenga hapo tutapata hivi kidogo tutauza hivi tuuze. Tuongezee tununue vitu basi sisi kuna chapa sio wingi. Kutumia vitu. Najua tulianza kununua vitu tukafanya watu kununua vitu. Baada ya kununua vitu, kanisa likaanza kuwa na maono mapema. Siku moja nikaenda nikapata kijana mmoja amejitokeza ameenda. Sasa hivi kitu bali itakuwa mafupi hapo. Ameleta simenti anapiga chini ni lito ile. Hiyo wameweka ndani ya chini. Akaweka mchanga, maana pale mchanga ni mwingi. Akatengeneza wakapata kama wameenda tena wamekuja wametoa ile tunaita kibosa juu ya kule nyumba pale nyumba ya sisi kama samatope. Wamepaka chokaa nyumba imekuwa white imekuwa nzuri chini ni cement. Viti vimekaa mahali pazuri. Mwingine akakusa kwa naona akaenda akatengeneza madhabahu. Kaita cement akaweka kwa kaweka madhabahu akatengeneza. Mwingine akaenda viti vya pasta vizuri na ukalia. Na ile tunaita skeleton chair hizi. So sasa skeleton chair hizi sasa. Kwa sababu kaweka pale kaseti ya kukalia ya mchungaji. Kama kanisa kaonekana kuwa safi. Maono yakaanzia hapo. Tukasema tunaenda kununua vyombo. Tukachanga, tukasema tunataka kununua vyombo vizuri. Tukachanga, pesa ikachukua muda sana, hata wengine wakaanza kuingilia. Ndio tunasema kwamba usije pesa ya kanisa. Wakati kanisa inatoa pesa, usiguse hiyo pesa ya kanisa yoyote. Pale ilikuwa chini sana, hata kuliletea shida. Kuonekana kana kama ninakula hata pesa ya kanisa, hata sigusi pesa. Hata bila mimi sipendangi kushirika na mambo na watu wa utaifa wangu. Kuna achia kamati na wazee wa kanisa. Kumbe ile pesa inatumika kwa njia nyingine mbaya. Wakati mwingine wanasema basi atakula nini hapa? Wanaenda wanangoja kwa wanaweza kujishughulikia rescue. Wakati mwingine kiwango kinachofanya hapa, basi fulani hapo tokea watachukua hiyo pesa. Na mjeni peleke sadaka kwa matoleo kwa wilaya. Unapata hakuna kitu. Na tunatoa shilingi 200. Matoleo yako chini sana. Kama nilipokungangana na matoleo yaende juu, ikawa ni chini. Pesa ikaanza kutoroka, watu wakaanza kutoroka. Maana wakazoea kutoa shilingi 5. Shilingi 5 tunamwambia hata pesa hiyo naona hapo mtoroka. Maisha pale ni chini sana, kila kitu ananunua hata sukari ya shilingi 5. Kaniambia hapa basi tutatua leo ndio tunakaa. Nilikuwa natembea kwa Mungu kutoka masafa mpaka mchana kwa Mungu. Lakini Mungu akanisaidia akanipa neema. Sasa wakati tunasema nini? Tulipata pesa ikafikia siku moja tukakaa nyingi tunaichangia hapo ikatoka tukatumanisha vyombo na robi vizuri. Tukanunua vyombo na sababu fanya nzuri tu ya maana hiyo tukakumana. Tumanisha tunataka baraka kwa kijana wetu wa wilaya. Kwa mtu na kijana wangu nikamwambia kama tunataka kwa vizuri. Nilikuwa najua maana kuna kama kwa hiyo vyombo kule. Tukamaliza speaker nzuri. Wakati tunatumia basi speaker. Wakaenda na speaker. Tukanunua vyombo kabisa kama vyombo usiku. Tukaanza kufanya makurusi ili hata mkubaya. Zima hiyo sasa usiku tunapiga na watu wanapendana kutana usiku. Wale watu wakaokolewa kanisa kachao. Hii inasikumzia maono. Ikaamkisha watu wakaendelea kufanya vitu vikubwa. Vingine vilikuwa vinafanyika bila hata kujua. Ndio napata wazee wakati wamefanya vitu vingine bila mimi sina hata habari. Sishughuliki sikuwa zoesha hivi kufanya. Au walisoea kufanya wenyewe. Hata ndio nilienda nikapata imepigwa chini simenti chini wamefanya kila kitu wamepaka baraka wameweka kila kitu sikujua hata ndio wamefanya wametengeneza
Yaani pia mtufanye ndio tukafanya hivi basi. Hadi kwenda kwa kama ile ndio kupata vitu vingine. Nazungumzia maono. Maono sio lazima mchungaji hata angasia watu kama tufanye. Unapokuwa na maono unafanya kitu kile unaona. Maono unajituma mwenyewe kufanya kitu. Maono ni mazuri. Hata jamii inapokosa kuwa na maono haitaendelea. Mama anapokosa kuwa na maono atakuwa mzigo kwa mzee. Watoto wasipokuwa na maono katika jamii, hiyo jamii itakaa vizuri. Maono yanasaidia watu kwenda kusoma mbele.